Leo tumewaita hapa wanahabari kuweza kuwapa taarifa ya kampeni yetu ambayo inaanza rasmi leo ya kuhamasisha ulipaji wa madeni kwa wateja wa malipo ya kabla na baada, lakini pia utoaji wa elimu ya miundombinu ya umeme katika kuilinda. Kampeni yetu hii ambayo inaanza rasmi leo tarehe 19 imepewa jina ya Lipa Deni, Linda Miundombinu, Tukuhudumie, ikienda sambamba na kauli mbiu ya huduma endelevu huanza na wewe. Sasa malengo ya kampeni yetu hii ni makubwa mawili. La kwanza ni kuhamasisha ulipaji wa madeni kwa wateja wetu wa malipo ya baada. Kama mnavyofahamu, TANESCO ina wateja ambao wamegawanyika katika makundi mawili, wale ambao wanatumia umeme na kulipa kabla na wale ambao wanatumia umeme na kulipa baada. Sasa tunayo changamoto ya uwepo wa madeni ya wateja wa malipo ya baada, kwa maana wateja wakubwa na wateja wa kati, ambayo tumeona ni vema tukitumia fursa hii kuweza kuwakumbusha na kuwahamasisha wateja wetu wote kwenye maeneo yote nchi nzima kulipa umeme kwenye bili zao kwa hiari, kwa sababu kumekuwa na limbikizo la madeni ambayo kwa sisi kama shirika yanatupa changamoto kwenye kuendesha shughuli zetu. Kwa hivyo tukaona ni wakati mzuri wa kuweza kuwakumbusha wateja wa malipo ya baada kuweza kulipa bili zao za ankara za umeme. Lakini pia katika kundi hili zoezi hili litakwenda sambamba na msamaha wa riba. Kwa hivyo tumefungua milango TANESCO kwa ajili ya kuzungumza na wateja, na tutakwenda kuzungumza na wateja, lakini pia tunawapa fursa ya kuja ofisi TANESCO kwa lengo la kuweka mpango mezani ambao utasaidia kuhakikisha kwamba madeni hayo yanalipwa kwa msamaha wa riba kwa jinsi ambavyo tutakuwa tumekubaliana nao. Sasa pia katika kampeni yetu hii inawahusu pia wale ambao ni wateja wa malipo ya kabla, kwa maana ya mita za luku, wakumbusha kulipa madeni hayo kwa hiari ili basi sisi tuweze kuwezesha kufanya shughuli zetu za kila siku, kwa sababu madeni haya yamekaa muda mrefu. Na lakini vile vile kwa tumefungua mlango huu wa kuwa na msamaha wa riba, basi waitumie fursa hiyo vizuri kwa hiari kuweza kulipa madeni yao. Lakini pia nitoe rai kwa wananchi kwenye upande wa ulinzi wa miundombinu. Tunaomba ushirikiano wao pale ambako watakuwa wakipata taarifa za kusikia au kuhisi kuna njama zote za uharibifu wa miundombinu ya TANESCO, kutoa taarifa TANESCO. Sasa pia tumeona kuna kusuasua kwa wateja kununua umeme ili kuhakikisha kwamba wanalipa yale madeni ya zamani ambao walikuwa nayo. Kwa hivyo tukasema pia ni wakati wa kuwakumbusha wateja wa kundi hili kuweza kuendelea kununua umeme ili kulipa madeni yao ya nyuma ambao walikuwa nayo. Lakini katika kipindi cha kampeni hii pia tutakwenda sambamba na zoezi la ukaguzi wa mita za luku. Zoezi hili litafanywa kwa wateja wa kawaida, na katika eneo hili tutakuwa tukifanya ukaguzi kuangalia mita ambazo hazifanyi kazi vizuri au zimeishi kwa muda mrefu na hivyo zinapelekea upotevu wa mapato. Lakini pia katika eneo hili kuna kundi la wateja baadhi ambao sio waaminifu, wamekuwa na tabia ya kuchezea mita. Kwa hiyo zoezi hili pia litawahusu wao, wizi wa transformer, na kwa takwimu ndogo tu za kuanzia kipindi cha Juni 2024 mpaka Disemba 2024 tumepata takriban kesi 63 za uharibifu na wizi wa miundombinu ambazo zimetupa hasara kwenye shirika kwa takriban milioni 770. Sasa tukaona pia ni wakati mzuri tuwashirikishe wananchi kwa kuwaelimisha umuhimu wa kulinda miundombinu hii ili tuendelee kuweza kuwahudumia. Na kampeni hii pia tutakuwa tukipita kutoa elimu hiyo kwamba wasiogope wanaposikia au kujua kuna njama zozote za kuweza kuharibu miundombinu ya TANESCO.